Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tulimwomba Mheshimiwa Rais awe mgeni rasmi kwenye shughuli ya leo, na Mheshimiwa Rais kwa sababu alikuwa ameshakubali kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli nyingine leo, akanielekeza mimi ndio nije nimwakilishe. Msisitizo wa Rais kwa siku ya leo ni mshikamano wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais anasema kwenye umoja, kwenye amani tunakwenda vizuri, isipokuwa tuna changamoto kwenye mshikamano. Kwa Mheshimiwa Rais anaomba Watanzania wote watafakari na kujielekeza katika kujenga mshikamano wa nchi yetu. Na mimi naungana na Mheshimiwa Rais katika kuwaomba kwamba namna pekee ya kuwaenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Amani Karume ni kuhakikisha kwamba tunaulinda muungano wetu, tunalinda mahusiano yetu, tunalinda mshikamano wetu, kwa sababu baada ya kazi yote iliyofanyika, baada ya miaka 62 ya muungano wetu, tutadanganyana sana tukisema mawazo ya Watanzania wote yatafanana. Hakuna siku mawazo ya Watanzania yatafanana, lakini tunaweza tukakubaliana kutofautiana kwenye mambo mengine, halafu tukaenda mbele. Tunaweza tukakubaliana kwenye maeneo tusiyokubaliana, tuweze kuvumiliana, kwa sababu hili ni taifa la binadamu wanaofikiri, sio taifa la mawe. Mawe ukiyaweka hayafikiri, hayaoni, lakini binadamu wanafikiri na kuona, na kila mtu Mungu amempa kipaji chake cha namna ya kufikiri na kuona. Kwa hiyo ni muhimu tujenge utaratibu wa kuheshimu mawazo ya watu wengine, kuyapa nafasi mawazo ya watu wengine, lakini pia kuvumiliana sehemu tunayotofautiana. Tumezindua program kabambe ya elimu kwa umma ambayo Mheshimiwa Makamu wa Rais siku ya tarehe 3 naomba nitumie jukwaa hili vile vile kuwatangazia wananchi waliofika hapa. Katika mkoa huu wa Dar es Salaam tutazindua Muungano Caravan, msafara wa muungano ambao utapita katika mikoa yote kwa kuanzia mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zote. Lengo ni kufikisha elimu ya muungano kwa Watanzania hususan vijana. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumeweza kufanya programu nyingine nyingi ikiwemo mijadala, makongamano na kadhalika. Na yote haya ni mambo ambayo yataendelea katika kipindi cha maadhimisho mwaka huu mpaka maadhimisho mengine yanayokuja. Kuanzia sasa, kama ambavyo umetuelekeza viongozi wetu kwamba suala la elimu kwa umma kuhusu muungano wetu litakuwa ni jambo endelevu na la kudumu. Kwa nimetaja hayo matukio machache, lakini kuna matukio mengi ambayo tutaendelea nayo. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.